kalla, hapana sivyo hivyo. Innaha, hakika moto huo, ladha, ni ladha, moto unaitwa ladha. Innaha, hakika moto huo, annaru almadlulu alayha bidhikri aladhab, ladha ni ladha, yani jina lake min asma'i jahannam, ni mamnu' min as-sarf lil'alamiyyah wat-tanith. Singekuwa litanith basi, sile inakuja kwa ila moja tu, kama alivyosema mwenye ad-durra, wa mithluhu muannathun bil alif. Ladha, moto huo ni ladha, ndio jina lake katika majina ya moto wa jahannam. Una sifa maalum, na ladha asili yake ni zile lahab, ile mijali mirija na ile zile ndimi za moto. Moto unaitwa zile ndimi zake, اللهب inaitwa ladha, a'adhana Allahu minha, liannaha tataladha wa tatalahhab, tataladha wa tatalahhab. Kama fa anzartukum naran taladha, ay tataladha, moto unaowaka kwa mijali ile. Innaha ladha. Nazzaa, nazza'atan lishawa, hali ya kuwa ni wenye kuambua ngozi. Hii ni moja katika tafsiri yake. Wa illa, kazi yake nazzaa ni wenye kuambua. Lishawa, shawa ni jamu ya shawati, kama vile nawa ni jamu ya nawati, tumba moja, na nawatun jamu yake nawa, tumba nyingi. Shawatun jamu yake ni shawa. Shawa ni atrafu al-insan, ni vile viungo vya mwanadamu, kayadaihi wa rijlaihi wa farwat ra'sihi, kwa maana ni wenye kunyofoa, tanyofoa vile viungo, ngozi. Wengine wanatafsiri kwamba ni yenye kuambua ngozi ya kichwa. Nazza'atan lishawa, hali ya kuwa ni yenye kuambua ngozi ya kichwa. Ukiingia tu ya kunyoa pap, ngozi ya kichwa haipo. Kwa hiyo ni moja katika kazi ya ladha. Na'udhu billahi min dhalik. Innaha ladha nazza'atan lishawa. Shawa ni jamu ya shawatin, kama vile nawa ni jamu ya nawatin. Kwa shawa ni jamu. Nazza'atan lishawa, hali ya kuwa ni yenye kuambua ngozi, au hali ya kuwa ni yenye kunyofoa viungo. Pia unaweza kusema hivi, litarjama hiyo yafaa. Nazza'atan lishawa, hali ya kuwa ni yenye kunyofoa viungo, kwa sababu ashawa ni atrafu al-insan, kayadaihi wa rijlaihi wa farwati ra'sihi. Ndio kullama nadijat juludun, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab. Kila zinapoiva ngozi, umeungua ngozi ikaiva, kullama nadijat juludun, kila zinapoiva ngozi, badalnahum juludan ghayraha, tunawabadilishia wao ngozi nyingine, ije nyingine, ya nyingine mpya, liyadhuqu al-'adhab, ili wapate kuionja adhab. Wa na'udhu billahi min adhabillah. Tad'u man adbara wa tawalla. Allahu musta'an. Tad'u man adbara wa tawalla, inamuita kila aliyegeuza mgongo na akapanyongo, yani akageuka akapuuza. Tad'u man adbara, inamuita kila alipanyongo, aliyegeuza mgongo, watawalla na akapuuza. Tad'u man adbara, unamuita kila aliyegeuza mgongo, watawalla na akapuuza, kama ilivyokuwa katika أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. hakusadikisha wala hakuswali. Fala saddaqa, kwa maana hakusadikisha au hakutoa sadaka. Nasema tasaddaqa, kutoa sadaka. Saddaqa hakusadikisha. Fala saddaqa, hakusadikisha. wala salla, wala hakuswali. Walakin kadhaba wa tawalla, lakini alikadhibisha na akapuuza, akageuza mgongo. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta,
kisha akawa anakwenda kwa watu wake hali ya kuwa anaringa, anatamba kabisa, ajiona kwamba yeye yuko ana uwezo. Allahu almusta'an. Kiwapi kiburi chake? Wenyewe watembea duniani kwa bambo, kwa mihjan, watembea aringa kabisa na fimbo yake irusharusha namna hiyo, inaitwa bambo, kwa mihjan au ukaz. Kwa hiyo fala saddaqa wala salla. Hapa anasema tad'u man adbara, unamuita aliyegeuza mgongo, watawalla, na akapuuza. Sitaki habari zenu, kila siku tunaambia moto moto, si kuna hivi pepo, si mtume kasema hivi. Sitaki kusikia habari zenu. Utamuita moto huo, njoo, kama ni kwa hakika au vipi, lakini Allah ndiye anayejua. Utamuita. Wajamaa, na akakusanya mali. Wajamaa ay almala, wajamaa, akakusanya mali. Faaw'a, na akaihifadhi asiitoe. Ja'alahu fi wi'a, wa hiya kinayatu an kanzihi والبخل به كما يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, wanalimbikiza mali kisha wasizitoe katika sabilillah, wabashirie wao adhabu yenye kutia uchungu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja hayo akaanza kuelezea jinsul insan, namna jinsi ya mwanadamu ilivyokuwa ni majbul min alkhilal aldhamima. falyu'adhdhin almu'adhdhin. لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال يوم القيامة وما يكون للكافر فيه، حيث يتمنى الافتداء من العذاب بجميع الناس، ثنى بذكر جنس الإنسان من حيث هو، وهو مجبول على الخلال الذميمة. جنس الإنسان من حيث هو majbulun ala alkhilali aldhamima, mwanadamu kwa kumzingatia jinsi yake alivyo, asili yake, ameumbwa na tabia mbaya zenye kusema vibaya. Faqala subhana innal insana khuliqa halu'a, innal insana khuliqa halu'a, hakika mwanadamu ameumbwa hali ya kutovumilia. هلوعا. إن الإنسان أي كل إنسان، كل إنسان، إن الإنسان أي كل إنسان، سوي أليا استغراق الجنس، كما أن جنس منادام يومبا hivyo na fiili ikawa ni mabni lima lam yusamma fa'iluhu. لماذا؟ لتعلق الخلق بأمر مذموم. وهي الله سبحانه وتعالى فلا يمتدح به بخصوصه. وهي الله سبحانه وتعالى hakutaka kujitaja pale, sema khuliqa kwa ajili ya kudharau pale. Khuliqa al-insan, ameumbwa mwanadamu. Kile potaja mambo mazuri, wala qad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Khuliqa al-insan, hakika ameumbwa mwanadamu halu'a, hali ya kutokuvumilia. Havumilii mwanadamu, jubila ala alhala. Pia unaweza kusema khuliqa al-insanu halu'a, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni mwenye pupa. Pupa ile hirs, ashaddu al-hirs. Kwa hirsi ala al-mal, hirsu ala al-sharaf, hirsi ala hududhi an-nafsi. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwa ile kupupia vitu, roho yake inapapara. Au mwanadamu ameumbwa kwa kulalama, kwa maana yeye hulalamika katika hali hii na hali hii. Akaeleza maana alhulu kwa mwanadamu, anasema idha massahu ash-sharru, inapomgusa yeye shari, akipata na jambo ambalo ni makruh, min faqrin wa maradin, ambayo ni kama vile ufakiri, maradhi na tabu yoyote. Idha massahu ash-sharru, inapomgusa yeye shari, jazua, ni mwenye kulalamika. Shadidul jaza, ni mwenye kulalamika mno, alalamika sana. Jazua, ni mwenye kulalamika. Wa idha massahu alkhairu, na inapomgusa yeye khairi,
manua ni mwenye kuizuia, shadidul man'i, mwenye kuizuia mno, kwa sababu sigha ya faul ni sigha ya mubalagha. Sigha ya faul ni sigha ya mubalagha. Kwa hiyo jazua ni mwenye kulalamika mno, manua ni mwenye kuizuia mno, hataki kutoa, hataki mtu mwingine apate. Ndio katika sifa kubwa alionayo mwanadamu, hiyo jinsi ya mwanadamu, ila wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawavua katika hilo. Hii inaonyesha qillatu sabri al-insan, uchache wa subra ya mwanadamu, alladhi lam yukhalit qalbahu bashashatul iman, mwanadamu ambaye bado haujachanganyikana moyo wake na bashasha ya iman, la fi sarra'i wala fi dharra, si katika wakati wa ukunjufu wa furaha wala wakati wa madhara. Yeye hajulikani wakati gani anacho, wakati wote atalalama, wajua maisha bwana. Hakuna siku anasema alhamdulillah, maisha alhamdulillah, maisha yako nafuu. Siku zote kwake maisha magumu, hajulikani kapata au kakosa. Akipata yeye anazuia, vipi maisha bwana, wao ni maisha kodi hivi, atakutajia vitu. Atakuwa na vile watu wanyonge wanavyolala, na atalalamika hivyo hivyo, na aliyekuwa nacho Allah kampa. Hata sema alhamdulillah, Allah ametuneemesha kwa neema nyingi, ametukunjulia, ametuondolea uzito, tuna wepesi, katuzidishia katika riziki. Hasemi hivyo, atakaa kimya, atalalamika. Yeye kazi yake kulalamika tu, kwa sababu ajua kwamba ataambiwa jitolee, toa sadaka kwa ajili ya msikiti, kwa ajili ya madrasa, wasaidie mafakiri, wasaidie maskini, wasaidie waalimu wa dini. Aogopa sijakaambiwa hivyo, kwa hiyo atalalamika kwamba na yeye hana. Hii ni tabia ya mwanadamu, ndivyo walivyo wanadamu mabakhili. Innahu lihubbil khairi la shadid, kwa sababu yeye mwanadamu, kwa sababu ya kule kupenda mali imeitwa khair, ni bakhili mno, bakhili kweli kweli. Kwa ndio hapa anasema wa idha massahu alkhairu manua, na inapomgusa yeye khairi ni mwenye kuizuia mno, anazuia tu, hataki kutoa. Thumma lamma wasafa subhanahu wa ta'ala jinsa al-insan bil hala'i al-baligh istathna minhum al-mu'minin, akawavua waumini, wa dhakarahum bi sifatihim, akawataja waumini kwa sifa zao. Faqala subhanahu wa ta'ala illa al-musallin, ila wenye kuswali kweli, illa al-musallin, ila wale wenye kuswali kiukweli, alladhina, ambao hum ala salatihim daimun, wao kwenye swala zao ni wenye kudumu, ay muwadhibuna alaiha la yad'unaha laylan wala nahara, ni wenye kudumu katika hizo swala, hawaziati swala si usiku wala mchana. Na inahtamili kwa muradi ad-daimun ni as-sukunu wal khushu', ni kule kutulizana katika swala na khushu' katika swala, akawa yuko hadhiri katika swala, kwa sababu usemwa daim kwa maana ya sakin, kama la yabulanna ahadukum fil ma'i daim, asikojoe kabisa mmoja wenu katika maji yaliyotulizana, ad-daim ay as-sakin. Kwa hiyo inawezekana ikawa ad-daimun kwa maana al-khashi'un, kwa maana ad-dawamu hapa bi maana as-sukuni wal khushu', wale ambao katika swala zao wanatulizana. Na inawezekana yote mawili, wanadumu katika kuswali, hawaachi, wakiwa katika hali ya hofu, hali ya amani, hali ya shida, hali ya raha, usiku, mchana, katika kila hali wao wanadumu katika swala, na wanaposimama katika swala wanakuwa na utulivu na khushu'. Walladhina fi amwalihim, na wale ambao kuna katika mali zao, walladhina, na wale ambao fi amwalihim, kuna katika mali zao, haqqun ma'lum, haki maalum, wanafungu maalum, nasibun muqaddar, wanafungu maalum, lisaili, kwa ajili ya mwenye kuomba. Wale matajiri mtu ajiwekea fungu lake maalum, leo natoka
hizi nitakwenda sokoni kununua kitu kadha au nitakwenda, lakini hizi 200 hizi mtampa maskini atakayeniomba, au lisaili wal mahrum, kwa ajili ya mwenye kuomba na asiyeomba. Si kila mtu atakuomba, mwingine fakiri lakini haombi, hujizuia. Sasa wale ambao Allah amewakunjulia walivyo, basi wakitoka wao au wanapoishi katika maisha yao hugawa mali zao, kwamba hii ni ya maskini fakiri, yule atakayeniomba na yule ambaye namjua kwamba ni fakiri haombi. Kuna watu wao hawaombi, sio kazi yao kuomba. Almiskinu alladhi la mala lahu wala hirfa yartaziqu minha wala yasalu an-nas fayudhannu annahu ghaniyun fayuhram. Watu wanamdhania kwamba yeye ni tajiri akanyimwa. Mbwa yule hana shida mwenyewe, kimya kabisa, hana taabu na mtu kwa sababu haombi. Lakini pia pamoja na kwamba watu watakiwa wawape wenye kuomba, lakini tabia ya kuomba ni madhumuni. Fahamu, tabia ya kuomba ni madhumuni, haifai. Kila unapoomba wanyofoa kipande cha nyama katika uso wako. Mtu ambaye anaomba sana kwenye siku ya kiyama uso wake hauna nyama, jifuvu tu. Angalia unavyotisha, utatisha kiasi gani? Watu wamekuja, ujuhu yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo ni zenye kunyiritika, zinatoa nuru. Wewe uso wako una nyama, mifupa tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa kazi yako kuomba. Lakini mtu akiomba kama kipo mpe. Lakini pia kuna usiombe sana, kama alipomnasihi Mtume sallallahu alaihi wasallam nani tulimtaja hapa, sahaba, mmesahau alhasili. Watu hawaruhusiwi kuomba. Mtu atakana awe na sabr katika nafsi yake, ila kama hakuna budi. Na mtu mwingine zakuja kuomba tale sigara. Sasa sina la sigara bwana, ngemi 500 hapa, sigara tena omba ila ugoro. Leo sijakula ugoro tangu asubuhi. Watu waomba kande, waomba ugoro bwana. Ile tabia kupenda kuomba. Kwa hiyo watu watakiwa wajiepushe na tabia hizo. Lisaili, kwa ajili ya mwenye kuomba, wal mahrum, na asiyeomba, ani mwenye kuzuiwa, mwenye kunyimwa kwa sababu haombi. Walladhina, na wale ambao yusaddiquna biyawmiddin, wanaisadikisha siku ya malipo, ya yu'minuna biyawmil ba'thi wal jazaa, wanaiamini siku ya kufufuliwa na siku ya malipo. Wayasta'idduna lahu, na wanajiandaa kwa ajili ya siku hiyo hao bil a'mali salihah, kwa kufanya amali njema. Wa imanihim biyawmiddin, na kuamini kwa ile siku ya malipo. Kwa hiyo hao hawamo katika wale innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua. hawamo. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, na wale ambao adhabu ya Mola wao ni wenye kuiogopa. Mushfiqun, ni wenye kuiogopa, ay khaifun, ni wenye kuiogopa adhabu. Hadhirun min adhabi llahi ala anfusihim. ومجيء الصلة بالجملة الاسمية لأنها أدل على ثبوت وصف الإشفاق فيهم. مشفقون ndio sila ya mausuli, ay mushfiqunahu, ni wenye kuiogopa sana. Inna adhaba rabbihim, hakika adhabu ya Mola wao, ghairu ma'mun, si ya kujiaminisha nayo. La ya'manuhu ahadun, asijiaminishe nayo adhabu hiyo mtu yoyote, illa man amanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asijiaminishe na adhabu ya Allah, kwamba mimi ikitajwa adhabu al-akhir innaha ladha nazza, sema hiyo sasa makafiri, hiyo mimi hainihusu. Kitajwa fa anzartukum naran taladha, makafiri, sio mimi. Usijiaminishe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukisikia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihukumie wewe, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge nayo. Ona kama ndio wewe sasa utakwenda kuingizwa katika moto huo. Haya, kwa hiyo aya hizi
zinaonyesha kwamba khisalul iman, yale mambo ya imani, a'dhamuha as-salah, kubwa kuliko yote ni swala, kwa sababu ndio inaitaharisha nafsi na yale mambo mabaya ambayo nafsi imeumbiwa, nafsi ya mwanadamu ambayo asili yake ni kuumbwa kwa kulalama na kuwayawaya. Wanasema alhala ni ile kuwayawaya, kulalamika na kupapia mambo, kwa ishrafu nafsi katika mambo, katika mali na vingine, katika aljah washaraf wa hududh an-nafs, mtu akawa na hala katika hilo. Sasa swala inamtoa mu'min katika wasifu huo. Kadhalika fadlu almudawamah ala as-salah wa huwa al-khushu', fadla ya kudumu katika swala nao ni kunyenyekea, wal muhafadhati alaiha fi kulli zamanin wa makan, na kudumu katika kuitekeleza swala katika kila wakati. Kadhalika aya zinaonyesha fadla ya infaq, fadhila ya mtu kujitolea, hata kama wewe ni chako kidogo, lakini jitolee, Allah atakufanyia wasaa, atakukunjulia. Una 10 basi toa 1, una 100 toa 10. Weka utaratibu wa kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia maskini, lakini sikupita siku 2 siku 3 hujasaidia mtu. Sadaqa ni jambo kubwa sana. Mtu asijakaona kwamba sadaqa imewekwa kwa ajili ya matajiri peke yake. Kwa kila aliyenacho, maadamu unacho, kigawe, kitoe japokuwa kidogo. Hata mtoto mdogo njoo hapa, chukua 100 nikanunua muogo, ndio ulionayo wewe, mpe sadaqa ile, lakini siku umetoa wewe. Ina maana kwamba ukijizoesha na jambo hilo, ukipata kikubwa utatoa zaidi, lakini kama usubiri upate nyingi ndio utoe, wala hazitakuja, na zikija hutatoa, kwa sababu nafsi ishazoea wewe kutokutoa. Nafsi yako ni ngumu. Kadhalika wenye kupewa ni wenye kuomba, na wasioomba pia wapewe maadamu wanahitajia. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika faida nyingine, kuna kuthibitisha siku ya kiyama kwamba ipo, na adhabu ya Allah katika dunia na akhira. Watu hawataki kujiaminisha nayo, watakiwa ukazane kidogo. Haya, tusome kidogo tumalizie hapa kwa sababu wakati umekwenda. Walladhina hum li furujihim hafidhun, au nataka tumalizie kesho kuna darasa la tafsiri tutakuwa tumefika aya ngapi? 28. Tutaanza aya 29 ila 44, kwa tutaanza kumaliza kesho inshallah. La budda min san'a wa in tala as-safar inshallah. Kwa kesho tutamalizia, ikijayo tutakuja kusoma inshallah sura Nuh, sio ni sura zaisha hivi. تقول سيكون 15 الخامس عشر من جمادى الأولى.